Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwana michezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya hapo nazungumzia si wengine bali hawa ni Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda mazito kwenye sakata lao zito kabisa la mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao linaonekana kuanzia kwao. Sasa taarifa inaenda mbali zaidi, inaelezwa kwamba mambo yamefikia hapa ambapo kwa sasa yamefikia, na inaelezwa kwamba hizi mbilinge zote ambazo zinazoendelea kwa sasa kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara kuanzishwa na wekundu Msimbazi Simba Sport Club zinaleta viashiria huenda dabi ya Kariakoo ikaota mbawa kama ilivyokuwa ya Machi 8 2025 ambapo dabi ile iliweza kuzua kizungumkuti. Na sasa kinachokwenda kutokea ni hiko ambacho klabu ya soka ya Simba Sport Club baada ya kuweza kuzua taharuki kuhusiana na mchezo huu kuleta taharuki kwa mashabiki wa timu zote mbili. Hapa nazungumzia Simba na Yanga kupata hofu, je, wanaweza wakasafiri alafu mwisho wa siku yakatokea kama yale yaliweza kutokea, watu wakaikosa dabi wakapoteza na kupata hasara ya kile ambacho watakachokuwa wamekitumia kwenda kuitizama dabi hiyo endapo yakiletwa mapicha. Klabu ya soka ya Simba Sport Club leo hii pia imeongeza picha lingine ambalo limetia wasiwasi na kugubikwa na wingu zito ambalo linatia mashaka juu ya uwepo wa dabi ya Kariakoo. Kwa nini na limeibuka lipi? Yote na mengine mengi ambayo yanaendelea kwa sasa mimi nimekusogezea katika taarifa hii. Utakwenda kujua ni kitu gani ambacho klabu ya soka ya Simba Sport Club wamekwenda kukiibua tena. Ukiachana na sakata la uwanja, kuna sakata lingine tena ambalo limeweza kuwa ni zito kweli, jambo ambalo linatia mashaka kuelekea kwa dabi hii. Ni jambo gani hilo? Ni ili hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama jekundu iliyoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni Simba pamoja na Young Africans. Karibu. Bana, sakata la uwanja ambao unakwenda kutumika katika mchezo wa dabi ya Kariakoo katika msimu mwingine wa 2020 na tano, unaweza kusema 2025-26 ambacho kinachoendelea kwa sasa. Inaelezwa kwamba mambo ni mazito kweli kulingana na kile ambacho kilichopo kwa wakati huu. Inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Simba Sport Club ambayo imeuandikia hapa nazungumzia shirikisho la soka barani hapa, shirikisho la soka Tanzania kuhusiana na kutaka ufafanuzi juu ya kile ambacho kinachoendelea kuhusiana na sakata la uwanja, huku mawazo yakienda mbali zaidi yakikumbusha kilichotokea msimu uliopita ambapo Simba Sport Club waligoma kucheza dabi mpaka ambapo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo alikutanisha pande zote mbili na kuweza kufikia muafaka, na ndipo mechi iliweza kuchezwa ambapo kulikuwa na mvutano, wengine wakitaka pointi 3, wengine wakaenda kasi, wengine wakasema ya kwamba hatuchezi dabi, kama ligi kushushwa tushushwe. Sasa kile kinachokwenda kutokea, inaelezwa kwamba bado msimamo kwa shirikisho la soka la Tanzania TFF linasema ya kwamba usimamizi wa mchezo huo ambao uko chini ya Young Africans ambao ndio wenyeji wa mchezo huo wana haki ya kutaka kucheza kule ambako wao wanaruhusiwa kikanuni, na sababu kubwa ikitajwa uwanja wa Benjamin Mkapa una matumizi mengine siku hiyo ya tarehe 1 mwezi wa 3 ambao ndio siku ya dabi ya Kariakoo. Hivyo Young Africans wakapata taarifa
Taifa na wakaipeleka TFF na bodi ya ligi kuwaambia kwamba uwanja wa Amani Complex unafaa kwa matumizi kama hayo ya dabi na unajitosheleza zaidi, ikiwa kwamba Zanzibar pia ni sehemu ya Tanzania. Kwa hiyo kinachotokea ni Simba Sport Club ni kama hawakubaliani na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Hivyo ni kama vile kuna mgomo wa chini kwa chini ambao unaanza kufukuta, huku sheria za TFF na bodi ya ligi na mustakabali kabisa wa kanuni zote zinaeleza kwamba timu inapogomea kushiriki katika mchezo, mabao matatu, alama tatu watanyang'anywa, watapewa timu ambayo itakayokuwepo uwanjani. Lakini hawakuishia hapo, walisogea zaidi kwa wale wote ambao watakuwa wamehusika kwa namna moja ama nyingine kuifanya dabi hii huenda ikaota mbawa, basi watakutana na lungu zito na kali, na huenda wakafungiwa sio chini ya miaka 5 hadi kifungo cha maisha cha kujihusisha na soka, yani hawataruhusiwa kujihusisha na soka. Kwa hiyo basi kwa wale wote ambao watakuwa na nia hiyo, basi wakumbuke katika vipengele hivyo vitakuwemo, na pamoja itakuwemo faini ama timu kushushwa daraja, yani kunyang'anywa pointi walizokuwa nazo au kushushwa daraja moja kwa moja, tegemea na ukubwa wa tatizo na wapi ambapo limeanzia. Lakini katika hayo mengine ambayo yanaendelea, klabu ya soka ya Simba Sport Club inaelezwa kwamba kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kuhusiana na mechi ya dabi waga haipiti kimya kimya. Lakini anaandika mchambuzi Hans Lafel anazungumzia kuhusiana na kile kinachoendelea kwa sasa. Anasema ya kwamba siku zote Simba walikuwa wapi kulalamika issue ya Damaro? Kwani Damaro kaanza kucheza ligi ya Tanzania kama mzawa leo akiwa na Singida msimu uliopita, mbona hawakulalama? Kwa nini Simba wanazua hili jambo siku chache kabla ya dabi? Mtu akisema Simba wanaogopa dabi au wanatafuta njia kukimbia dabi atakuwa na makosa. Simba chezeni mpira, acha hizo mambo. Yani akimaanisha kwamba kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kumekuwepo na minong'ono mingi sana ambayo inazungumzia kuhusiana na Damaro Kamara, ambapo Simba inaelezwa kwamba wanajiandaa kuandikia TFF kuuliza kuhusu uhalali wa mchezaji Mohamed Damaro Kamara kutumiwa kama mchezaji mzawa na sio wa kigeni. Kwa mujibu wa taarifa, Simba wanaona taratibu za nchi zimekiukwa wakati mchezaji Mohamed Damaro anapewa passport ya Tanzania, na hata hivyo, kwa mujibu wa kanuni za FIFA, mchezaji kumiliki passport peke yake hakumfanyi awe amekizi vigezo vya kucheza mpira kwenye timu ya taifa au klabu kwenye shirikisho la mpira Member Association anakotoka kuhamia. Mchezaji anapaswa kupeleka maombi FIFA ya kubadilisha shirikisho la mpira Member Association, hivyo anatakiwa kusubiri apokee uthibitisho wa kimaandishi alafu ndo anaweza kuruhusiwa kucheza. Taarifa zinadai Simba wana wasiwasi haya hayakufanyika, hivyo wanawaandikia TFF wakiomba usajili wa mchezaji Damaro Kamara usimamishwe mara moja, matokeo yote ya mechi ambazo Mohamed Damaro Kamara amecheza yafutwe, watu wote ambao wamehusika kwenye ili sakata wachukuliwa hatua mara moja, alafu kopi ya hii barua wanaipeleka FIFA kuomba uchunguzi wa haraka, wakidai uadilifu wa mpira wa miguu Tanzania upo kwenye mashaka makubwa. Kwa mujibu wa taarifa, mchezaji Joseph Arthur Bada ambaye naye alipewa passport ya Tanzania sawa na Mohamed Damaro Kamara ametumia passport yake ya Ivory Coast wakati anajua Tanzania wakati wa mechi ya GS Kabylie dhidi ya Yanga ya Afrika, ameandika Wilson Oruma, mchambuzi wa soka akiweza kulizungumzia jambo hili. Mambo ndipo ambapo yanapozidi kuwa mazito kuelekea dabi ya Kariakoo, haijawahi kupita kimya kimya. Mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli. Tusubiri kuweza kuona ni yapi yatakayojiri katika sakata hili, ila kabla tujayamaliza nikukumbusha kwamba ukisubscribe na ukabonyeza alama ya kengele unakuwa na uhakika wa kupata taarifa kama hizi. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Je, Simba wanaitaka dabi ama wanaikimbia dabi? Kwani sababu zimekuwa ni nyingi, wakitoka hili wanaanzisha